Mfumuko wa bei nchini Marekani umeanza kuonyesha dalili mpya za kupanda kwa bei, hali inayozua wasiwasi mkubwa kwa wachumi pamoja na wawekezaji duniani, huku sababu ikitajwa kuwa ni kuendelea kwa mvutano wa kivita kati ya Marekani, Israeli pamoja na Irani. Taarifa mpya iliyotolewa na Wizara ya Kazi ya Marekani inaonyesha kuwa bei za uzalishaji maarufu kama Producer Price Index zilipanda kwa kiwango kikubwa zaidi katika kipindi cha miezi 7 iliyopita. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyotolewa siku ya Jumatano, bei za jumla ziliongezeka kwa asilimia 0.7 mwezi Februari, kiwango ambacho ni kikubwa zaidi ya matarajio ya wataalamu wa uchumi. Hii imepelekea mfumuko wa bei wa mwaka kufikia asilimia 3.4, ikiwa ni ongezeko kubwa zaidi ndani ya mwaka mmoja. Wachumi sasa wanatahadharisha kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi mwezi Machi, hasa kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Bei hizo zimeongezeka kwa zaidi ya asilimia 40 kufuatia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi kati ya eneo la Mashariki ya Kati. Kupanda kwa bei ya mafuta mara nyingi huathiri moja kwa moja gharama za uzalishaji, usafirishaji na hatimaye bei za bidhaa kwa watumiaji wa mwisho. Katika siku hiyo hiyo ambayo ripoti ya PPP ilitolewa, Benki Kuu ya Marekani Federal Reserve ilikuwa ikiendelea na kikao chake cha siku 2 cha kupanga sera za fedha. Hapo awali, wafanyabiashara wa masoko ya fedha walikuwa wakitarajia kwamba benki hiyo ingeanza kupunguza viwango vya riba mwezi Juni mwaka huu. Hata hivyo, matarajio hayo sasa yameahirishwa hadi baadaye. Kutokana na dalili hizi mpya za kupanda kwa mfumuko wa bei, mtaalamu wa uwekezaji kutoka kampuni ya Baird Private Wealth Management, Mike Fried, amesema kuwa hali hii imebadilisha kabisa mtazamo wa soko. Aidha, wachambuzi wanaeleza kuwa vita vinavyoihusisha Irani vinaweza kusababisha kile kinachoitwa stagflation, hali ambayo uchumi unakuwa kwa kasi ndogo huku mfumuko wa bei ukiendelea kupanda. Inasemekana hii ni changamoto ya pili kubwa kwa sera za fedha za Marekani chini ya Rais wa Marekani Donald Trump, baada ya sera zake za ushuru wa bidhaa kutoka nje ambazo pia zilichangia kuongezeka kwa gharama za biashara. Kwa upande wa wafanyabiashara, wengi wamesema bado wapo katika mchakato wa kuhamasisha gharama hizi mpya kwa watumiaji, jambo ambalo linaweza kuongeza zaidi presha ya bei sokoni. Hali hii imepelekea baadhi ya maafisa wa Benki Kuu kuanza hata kujadili uwezekano wa kuongeza tena viwango vya riba badala ya kuvipunguza kama ilivyotarajiwa hapo awali. Kwa ujumla, hali ya uchumi wa Marekani sasa inaonekana kuingia katika kipindi kigumu ambapo vita, bei ya mafuta na sera za fedha vinakutana na kuleta mgawanyiko hatari kwa mwelekeo wa uchumi wa dunia. Endelea kuwa nami kupitia Koplo Media kwa habari moto za kitaifa pamoja na kimataifa.